Hivi umewahi kuwa kwenye party au uko na marafiki zako mnaongea, lakini wewe hapo haupo connected kabisa, yaani unaona yale mazingira unaenda tu na flow jinsi ilivyo, watu wanacheka wanafurahi na wewe okay, ukicheka na inachekesha, unacheka, lakini yaani haupo kabisa kwenye mazingira hayo. Hivi unahisi ni kwa nini? Kwa nini kitu kama hicho kinatokea? Unahisi kuwa peke yako, yani uko peke yako lakini uko na watu, ila unahisi kama vile uko alone pamoja na kwamba uko na watu. Sasa leo mimi naenda kuelekeza baadhi ya sababu ambazo zinafanya mtu ujihisi au uone uko peke yako, hata kwenye umati wa watu, hata watu ambao unaona ni watu wako karibu uko nao, lakini bado unahisi upo tu na maisha yako. Unachangia pale panapohitajika kuchangia, unaongea pale panapohitajika, lakini ile connection na watu kwamba hawa ni watu wangu tunaelewana inakuwa hamna. Na sababu moja mara nyingi huwa ni kwamba watu tumejitrain, nisiseme tumejitrain, ila ni kwamba tuna pretend maisha. Na it's not our fault kwamba tuna pretend, ila unakuta ni kwamba kwanza tunakuwa, yaani umezoeshwa kuvaa face card ambayo sio wewe. Labda nichukulie mfano ukiwa mtoto ulikuwa ukilia unaambiwa wewe mkubwa acha kulia. Unaliaje wewe ni mkubwa? Au unaliaje wewe ni mwanaume? Mwanaume unaliaje? Mwanaume nyamaza, jikaze. Wewe mpigana na mdogo wako afanyeje? Kwa hiyo unajikuta mtoto umepigwa, umeumia, unahitaji kulia, lakini kwa sababu basi ushaambiwa kwamba wewe ni mkubwa, utakiwi kulia, inabidi sasa ujikaze, mimi mkubwa au mimi mwanaume sitakiwi kulia. Hiyo inaweza ikawa ni sababu. Ambako pia katika namna hiyo mfano mwingine ni ile kwamba unakuta uko mahali unahitaji kumwambia mtu ukweli, lakini unakuta unazuiliwa kwamba usiseme ukweli. Unaweza ukisema, ukimwambia kweli sasa atajifikiriaje? Au yeye ataonaje? Utaona, yaani unakuwa inabidi wewe unakuwa umejivalisha ile namna ya kukubali tu kwamba sawa, ngoja iwe hivyo. Lakini kimsingi wewe mwenyewe hukutaka kunyamaza kimya. Wewe unataka useme ule ukweli jinsi ulivyo, lakini mtu mwingine anakuzuia useme hivyo. Kwa hiyo pia ni sababu. Na mtu ukishazuiliwa ile inasababisha mtu unaanza kupretend, unaanza kuishi kulingana na mazingira jinsi yalivyo. Kwa ile wewe hapo inakuwa haipo, ila ni mazingira na watu wanaonaje ndo unaendelea kuishi nayo, ambako sio kitu kizuri. Hiyo inasababisha hata kama una jambo lako unakuwa tu unahisi kwamba uko peke yako katika, hata kama una watu wengi, kwa sababu watu hawataki kusikia kile ambacho unachotaka kusema. Na pia sababu nyingine inaweza ikawa ni kuogopa kujulikana. Watu wanaogopa kujulikana ile ukweli wao wa ndani. Unajua unapoongea mtu anajua kile cha ndani. Sasa ukishaogopa kujulikana inakuwa ni kama inabidi uwe mtu mwingine ili watu wasijue yule ambaye ni wewe. Na hicho kitu obviously kwenye sehemu nyingi, kwa sababu utakuwa una pretend ili watu wasikujue yule ambaye ni wewe, bado tutaishia kuona kwamba uko mwenyewe, uko peke yako hata kama kuna watu wengi. Kuhofia kujulikana au kuogopa kujulikana inatokana na kwamba ile mtu anajiuliza sasa nikisema hivi watanionaje? Utaona mimi mshamba, au utaona mimi sifai, utaona mimi mgaidi, utaona mimi mchoyo. Labda tuchukulie mfano kuna hizi, labda mpo na mada mnaongea marafiki, alafu mtu akasema kuna mtu fulani amenitumia gift TikTok, nilikuwa kwenye live akanitumia gift TikTok. Sasa wewe hujui gift ni nini au inatumwaje hujui, sijui unanielewa, lakini unatamani kuuliza ili ujue, ile kwa kuogopa kwamba watu watanionaje, inabidi na wewe uone watumia hongera,
yaani na wewe ujifanye kwamba unajua kwamba ile gift ni kitu gani. Sasa hiyo inakuwa sio nzuri. Kwa unajikuta ile mada ikiisha unahisi hauko wewe kwenye hao mazingira, haupo connected na hao watu. Yaani wanakuona kuwa ni mtu mwingine na wewe na yule ambaye ni wewe kweli anakuwa sio wewe. Lakini kitu kingine cha tatu ni watu tunakuwa tunajitengenezea ukuta kutokana labda na maumivu, na hiyo inakuwa ni pia ni process. Unakuta labda umeumizwa. Kwa hiyo sasa kutokana na watu kukuumiza, ile kujiachia au niseme hata kuwa huru, kuwa wewe, kuishi kuwa wewe, unabidi ujifiche ili kuhofia kuumizwa tena na wale watu. Sasa hiyo pia ni kitu ambacho kinaweza kukufanya uko na watu, lakini kwa sababu unahofia kwamba watakuumiza au utapata maumivu kama ya zamani, inakufanya usihisi kuwa connected nao, usihisi kuenjoy kuwa wewe, kuishi kuwa wewe, ila tu uwape kile wanachotaka. Ili maisha yaendelee, wasikuhamu na wewe uishi kwa amani. Sasa hiyo pia ni changamoto. Na unaweza kujikuta sasa upo unatamani kuexpress kitu chako wewe, huenda utasaidika, hata wewe mwenyewe kusaidika inakuwa ni changamoto. Lakini kitu kingine, tumezungukwa na watu wengi ambao hawatujui. Watu wengi hawatujui. Yaani wale ambao tunawaita ni wa karibu hawatujui. Hata wale ambao ni wa mbali pia hawatujui, tunahisi vipi, hawajui chochote kuhusu sisi. Sasa hiyo ni changamoto. Na hiyo inaweza kukufanya katika umati wa watu, sababu unaona watu hawakuelewi, hawakujui, na yaani hawaelewi unahisije, hawaelewi unaexpressije, hawakuelewi. Sasa hiyo inaweza kukufanya ukawa upo tu unaishi na vibe, lakini uko peke yako kwa sababu hakuna ambaye yupo kwenye space yako anayeweza kuelewa, au unaweza kukamkimbilia akaona ukahisi kuwa safe na yeye. Sasa tuzungumze. Pamoja na hizo changamoto zote ambazo nimezisema, swali la msingi ni kwamba watu ndio hawatujui. Lakini je, sisi tunajijua? Yaani wewe unajijua, mimi ninajijua. Umeona? Ukijijua wewe, inakuwa ni rahisi kuhandle hizi hali ambazo tunakutana nazo za kimazingira. Kwa mfano wewe unajijua, unajua nini unataka, na unajijua wewe unataka kuishije. Mtu hawezi kukuzuia kusema ukweli. Mtu hawezi kukuzuia kufanya maamuzi juu ya kitu fulani. Au mtu huwezi kuogopa kutaka kusema, kujua kwamba gifts zinatumaje, na wakati unajijua wewe ni nani na nini unataka. Na ili feeling ya kuwa peke yako huwaga haianzii tu na watu kutokutujua, lakini pia sisi kwa yaani mimi na mimi unakuta hamna ile connection ya mimi na nafsi yangu. Kwa hiyo inaweza inachangia sana kuhisi kuwa peke yako, kwa sababu inaanzia ndani. Tumekimbizana na kazi, simu, makelele huko barabarani, umekutana na konda naye amevurugwa na umevurugwa, asubuhi umechelewa kazini. Sasa ukifika wakati unapumzika, mawazo yanaanza kuja. Kwa unakimbilia kwa watu. Ukishakaa kwa watu, unaona watu wenyewe pia hawakuelewi. Sasa kama mnakaa na watu ambao mwenyewe unaona hawakuelewi kabisa, hawakuelewi, na watu wengine wanabakia kuwa kwenye mitandao ya kijamii, labda wa TikTok, una scroll tu, mtu muda wake yuko free, ana scroll tu. Ila unakuta ile ni kama ni mechanism yake ya kujikimbia yeye mwenyewe. Na hiyo inatokana na kwamba unakuta ile soul to soul connection, wewe na wewe, haipo. Sasa tunatakiwa tuweze kusaidiana kuweza kupambana na hii hali ya kujisikia peke yako.
ili uwe huru kuwa wewe, uwe huru kuwa tu, yani kuwa wewe na jinsi ulivyo, bila kuhukumiwa, bila kuhofu, bila kuwa na hofu ya kujajiwa chochote kile. Jambo muhimu la kujua ni kwamba hiyo hali ya kuhisi kuwa mwenyewe au kuhisi kuwa peke yako hata kwenye umati haikuanza tu uliamka ukahisi hapa. Hiyo pia ilitengenezwa, ilikuwa ni mchakato. Kwa hiyo hata kutokana na hiyo kuhisi ile urudi kuwa wewe, uache kuvaa face card, uache kupretend, hiyo pia ni mchakato. Kwa hiyo haitaisha kwa siku moja. Lakini mimi nataka ni kuambie tu kitu kimoja. Jaribu, usitafute watu wengi wa kukuzunguka, maana bado utahisi kuwa mpweke vile vile. Tafuta mtu mmoja ambaye utakuwa huru, ambaye hata kulaumu, hata kuhukumu kulingana na vile unajisikia, kulingana na hofu ulizonazo, ila atakuelewa na atakuwa na positive mind kwamba tunaweza kubadilisha hii kutoka hivi ikawa hivi, au tukasaidizana kwa namna hii. Tafuta mtu mmoja tu ambaye atakuelewa. Na kama ukiona umeshindwa kabisa kutafuta mtu mmoja, basi wewe na wewe ongea na wewe mwenyewe. Kwa mfano, nilikuwa na ndoto ya kufanya kitu fulani, kimeshindikana. Hiyo kitu inaniumiza na siwezi kushare na mtu. Hata nijaji tu na mimi nimekuwa mzembe. Umeona? Lakini sasa hebu ongea na wewe kwamba ila kwani Teddy ulishindwa kufanya kile kitu? Hapana, unaweza. Kama naweza nianzie wapi? Yaani ile jilishe mwenyewe positive mind. Ongea na wewe. Ile itakusaidia kutengeneza soul to soul connection. Wewe na wewe kwanza. Wewe na wewe. Hata yule mtu mmoja ukiwa naye itakusaidia kutengeneza connection. Yaani kuimprove kutoka pale ulipokuwepo kwenda kwenye step nyingine. Ila unatakiwa ujue kusema kati ya wewe na wewe kwanza. Na ukiona umeshindwa kuongea wewe na wewe, kuwa tu tupo kwa ajili yako. Unaweza kutafuta. Hapo tunakusikiliza, unaongea vile ambavyo unasikia. Hakuna kukuhukumu, hakuna kujaji chochote. Unasema, unakuwa huru, unaongea kile ambacho unataka, kimejaza ndani yako. Unakisema. Ukikisema kusaidia wewe kuhisi kuwa vizuri, kutengeneza connection na watu wengine, kucooperate vizuri. Natumaini umenielewa kwa siku hii ya leo. Umenielewa na Mungu akubariki sana kwa kunisikiliza mpaka hapo katika kipindi hiki. Lakini kumbuka ya kwamba kuhisi kuwa peke yako haina maana ni tatizo. Hilo sio tatizo, ni hali ya kawaida ambayo wengi wetu tunaipitia, kuwa peke yako. Yaani wewe uko tu wewe mwenyewe. Hiyo ni hali ya kawaida. Sio tatizo, wala sio kwamba watu hawakupendi, kwamba jinsi ulivyo labda hawakupendi, hapana. Hiyo ni hali ambayo tu uko nayo. Lakini nafsi yako ni vile unahisi uko peke yako kwa sababu unahitaji mahali ambako utafeel kuwa salama zaidi. Mahali ambako utafeel kuwa salama zaidi kuzungumza, mahali ambako utahisi kueleweka, mahali ambako utahisi kutokuhukumiwa, mahali ambako utahisi kutulia, kwamba ukiongea utasaidiwa, utatulia. Na kwa tu inaweza ikawa ni mahali hapo, mahali ambako uko huru kusema, uko huru kufikiri, uko huru kuhisi namna yoyote ile ambayo unaweza kuhisi. Kwa hiyo nakaribisha sana kwa watu. Asante kwa kunisikiliza kwa kipindi cha leo. Tutakutana siku nyingine. Kwa heri.